Come. Come. Giza linaposimama katika nuru, nuru huto. Haleluya. Utoweka. Ya. Nuru utoweka. Lakini okay. Kwa hiyo tumefikia mwisho wa neno letu kwa siku ya leo, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na mimi kwa sasa nimewaita hapa kwenye hiki kikao nilichoweza kuwaita ni kuhusu jambo moja tu. Kwa kazi ambayo niliweza kuwapa mumeshindwa. Kuanzia sasa hivi tamleta mtu mwingine aje ifanye hii kazi, sababu ninaona nyinyi mmeshindwa kazi. Mkuu, imani haiwezi kusambaratika tukiwepo. Tupe nafasi ya pili tupambane. Ndio kwanza nafasi ilikuwa moja tu, tunakata tamaa. Hii inawezekana tu mkuu. Kila siku ninavyoagiza mnasema vile vile tunafanya vizuri. Kila ambavyo ninavyoagiza tutafanya vizuri mkuu. Makosa ni yale yale. Haiwezekaniki. Sintaweza nikaangalia imani yangu inasambaratika. Haiwezekani. Kuanzia leo hii na muda huu ninamleta mtu mwingine aje ifanye hii kazi. Mkuu, tunaomba utupatie nafasi ya mwisho mkuu. Na ahidi hatutakuangusha mkuu, kwa sababu alokwepa akifelisha mipango yetu tayari ushamweka kifungoni. Hivyo mkuu, na kuahidi kazi yako tutaifanya kwa ufasaha zaidi. Hatutakufelisha mkuu wangu. Huo ni upuzi. Kila kunavyokucha ninaagiza kazi yangu tutafanya mkuu, lakini kuna lolote. Kuanzia saa hii muda huu ninamleta mtu mwingine tofauti ambaye anaitwa Kishoka. Mkuu, huyo Kishoka ni dakika 5 mbali anamaliza kazi.
Sasa mkuu, mambo gani haya? Unatuletea medicina hizi. Kimbaomba anaenda kazi. Yaani kwa kweli. Kishoka huyo. Kishoka. Ala. Mwasia egwa shoka kapo. Na huyu ndio Kishoka ambayo nikiwa nikimwongea, na tayari ameshafika kwenye imaa hii. Kishoka, lengo na makusudi ya kufika hapa kwa minajili ya kuja kufanya kazi ya kumsambaratisha mchungaji pia na kanisa lake, tuteke kanisa lake na watu wake pia kwenye imaa ya Nzera. Zani unanielewa? Sihitaji mchezo kwa wakati huu wala upuzi wowote, na ninakujua wewe ni Kishoka wa Kishoka. Fanya kazi inavyotakikana, sawa? Mkuu, huyu mtu mbona ni dhaifu sana kwa jinsi ninavyomtazama, kuanzia mwili wake hadi mifupa. Yaani nikalegea sana. Hawezi kupambana na yule mtu. Yule mchungaji ana nguvu sana, hivyo hawezi kushindana naye mkuu. Mkuu, nipe dakika moja nimuoneshe kazi. Hauna uwezo wa kupambana na mimi. Wewe ni dhaifu sana kwangu. Mkuu, nasubiri ruhusa yako. Hapana, subiria muda wako wa kazi niliyoweza kukuagiza. Kishoka, unaenda wapi? Naenda kuifanya kazi. Rudi upumuzike kwanza. Hiyo kazi utaifanya kesho. Kielele tu. Check. Mawivu tu. Shankea. Kidawa. Abe. Karibu. Nashukuru, habari za hapa? Ni nzuri. Mbona kinyonge hivi? Hapana, kawaida tu. Lakini jana nimekutana na mjomba, amenitisha sana kuhusiana na ule mpango wa kupinga wachawi. Amekutisha? Ndio, amenitisha. Akakwambiaje? Aliniambia kuhusu vile tunavyowapinga wachawi, yaani nikiendelea nitampata mama yangu alikuelekea. Ndio alivyokuambia? Lakini mimi najua yule mzee lazima afe, kwa sababu sihitaji Aisha hapo kwenye hii dunia. Lakini ni lazima nimsikilize mjomba wangu, ndio ndugu nilobaki naye, sina ndugu mwingine zaidi yake yeye. Kidawa, mimi sikubaliana na wazo wako, na ukae ukijua kwamba mimi nakupenda sana. Ukitoka kwenye hili kundi na utakuwa miongoni mwa wafu, na ukae ukijua kwamba mimi nakupenda sana, kwa hiyo sitaki kukupoteza. Nafahamu sana kabisa kwa unanipenda, lakini mimi naogopa kukaa kule mwenyewe. Basi ningeomba nije nikae na wewe hapa.
hiyo ni nzuri kwa sababu kule uko peke yako, lakini kuna kitu kimoja tu bado sijakamilisha. Nilikuwa nakuomba unipe muda kidogo tu nipange mipangilio zangu, kisha utakuja. Sawa? Sawa, mimi niko pamoja na wewe. Nashukuru pia kwa kunielewa. Sawa, najua hiyo. Nguvu ya nuru, nguvu ya nuru, nguvu ya nuru, nguvu ya nuru, nguvu ya nuru imetuangaza, nguvu ya nuru. Mchungaji, mbona upokee simu zangu na wewe? Tambua mimi ni mtumishi wa Mungu na pia ni mwanandoa, nina mke. Kwa hiyo siwezi ukanipigia simu muda wote saa yote unayotaka wewe nikapokea simu zako. Haiwezekani. Hata kama mchungaji, pokea simu zangu. Mimi nakupenda mchungaji, mimi napenda. Chindo kwa jina la Yesu. Unataka kufanya nini? Unataka kufanya nini? Mchungaji, lakini mimi nakupenda. Toka pepo kwa jina la Yesu. Wewe pepo. Mchungaji, mimi nakupenda. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Hapa sasa nifanye kazi yangu vizuri. Tunakuona, tutatawala dunia, nuru haiwezi kutushinda. Giza, 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 tutaneza giza mahali pote, hakuna atakaye tukimbia. Hapa giza limeingia. Mchungaji, kuna shida gani? Mbona giza limetanda ghafla? Sielewi, hebu ngoja niwashe tu. Mimi nikaangalia. Sawa. Hali mumu tu au ni nje pia? Shoka huyu watamsifia sana kazi. Ninadharurika kwa sababu yake. Siwezi kukubali. Siwezi kukubali. Hii nafasi ilikuwa ya kwangu, kwa ambayo nimeyafanya Kisumu, na sasa hivi kinachoendelea, hizi sifa zote zina kwa Kishoka na nafasi yangu nitaikosa. Nifanyaje sasa?
Hapa sasa natakiwa nikaifanye kazi yangu vizuri haraka ili mambo mengine yakae sawa, sababu hiki ni kitu kidogo. Hiki nini tena sasa? Kwa nini iwe hivi?